Kinara wa DCP Rigathi Gachagua amedai kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 1 za kufanya kampeni za chaguzi ndogo katika eneo bunge la Olkalau. Gachagua akisema mbinu aliyoitumia katika uchaguzi mdogo wa wadi ya Narok mjini ndio wanaendelea kuitumia Olkalau, ila watahakikisha wanamshinda katika uchaguzi ule. Kando na hayo, ameitaka jamii ya Maa kuishi kwa umoja na jamii zingine katika kaunti ya Narok, kwani hata jamii ya Rais Ruto pia inapitia magumu kama jamii zingine nchini. Na hivyo tulifanya Narok ndio inaendelea Olkalau. William Ruto amemwaga pesa hapo 1 billion. Pale hakuna hata change ya 1,000. Ukinunua chai unalipa na 1,000. Hata kama chai ni ya 100 hakuna change. Unaambiwa na ujue hapa hakuna change. Pale ile pesa inatumika ni 1,000. Giri moja. Ukitaka bombe moja 1,000. Ukitaka chai 1,000. Ukitaka mkate 1,000. Sasa pale lugha ni moja. Huyu Ruto tulimchagua 2022. Hakupatia sisi chochote. Nafasi imepatikana, arudishe mko. Sasa ile pesa ya Ruto inatumika pale ni deni ya 2020. Lakini wanasema kura ya tariki 16 ngo. Na mimi nakwambia hiyo Wakikuyu wacheze na hawa. Hawa Ruto atashangaa ikitangazo. Pesa wanakula vile walikula Narok. Si walikula? Iko kura alipata. Vile ilifanyika Narok na Kariobangi North alikuwa amemwaga pesa kwa Wakikuyu. Hii jamii ya Wakalenjin, William Ruto tutagawana na wewe 50-50 kwa uchaguzi ujao. Kwa sababu amewadanganya hata kuliko nyinyi. Huko hakuna barabara, hakuna maji. Tena amevamia mashamba ya Kipsigis. Katika South Rift, the Kalenjin nation is crying. Na ndio mimi nimeambia watu wangu msilaumu jamii ya Kalenjin. Wameumia kama Wakenya wengine. Shida yetu si jamii ya Kalenjin. Ni mtu mmoja anaitwa William Kipchirchir Arap Ruto. That is our problem. Na mimi nataka kuambia watu ya Narok, muishi vizuri na jamii ya Kipsigis. Muishi vizuri na Wakikuyu. Muishi vizuri na kila jamii.